This is Beyond Tech Podcast. We are back once again. This week tunaenda kuona what's happened kwenye tech. Tunaenda kuchambua kampuni kubwa hapa za tech duniani. Nazungumzia Microsoft, kuna Google, kuna Apple, kampuni kibao. So kuna trending nyingi sana zimetokea this week. Ya kwanza kuna OpenAI. OpenAI bwana, tunakumbuka hapa kipindi cha nyuma kulikuwa kuna mzozo kati ya kampuni ya OpenAI na serikali ya Marekani kuhusiana na maboresho ambayo wanaenda kuyafanya kwenye ChatGPT, lakini this time around bwana, wameamua kudhibitisha na kuidhinisha kwamba OpenAI wanaweza kuendelea na mchongo wa kufanya maboresho katika ChatGPT. Kwa hiyo this week, moja ya habari kubwa ambayo imeweza kutoka kwa kampuni ya OpenAI ndio hiyo hapo, ni kwamba OpenAI this week imepata idhini ya kuendelea na kuzinduzi mpana wa GPT ya 5.6. Kuanzia sasa anytime soon inaweza tukaanza kuiona kwenye feature za ChatGPT. Kwa hiyo wale ndugu zangu ambao ni wapenzi wa ChatGPT, nafikiri ni habari mpya kwenu na ni habari ambayo iko interested kweli. Nafikiri mtaweza kuisanukia na kuangalia what's going on. Wiki mjadala mkubwa unaendelea kuhusu AI agents. Hizi ni AI zinazoweza kufanya kazi nyingi kama kufanya research, kuandika ripoti, kupanga ratiba na kutumia program mbalimbali bila kupewa maelekezo kila hatua. Upande wangu mimi naona ni swala zuri sana, kwa sababu pia pamoja na kwamba AI zimekuwa zikitusaidia na kuweza kusolve hizi tasks ndogo ndogo, lakini pia still kuna kitu ambacho kilikuwa kina miss. Ni habari nzuri sana kwa watu, kwa kampuni, kwa wafanyabiashara, kwa watu wa ofisini, kwa wanafunzi. Nafikiri huu mchongo umekaa positive sana. Naomba tuweze kusandukia na tuweze kuangalia kitu gani ambacho tunaweza kukifanya kupitia hizi AI agents, kama tunaweza kumove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Habari ya tatu, Meta bwana, this time Meta nakwambia wako speed sana. Yani podcast iliyopita nilitoka kuzungumzia kwamba walizindua AI yao, lakini watu naona kama wana speed sana. So kwa upande wangu mimi najaribu kuwa na mashaka kuhusiana na hizi kampuni zingine za tech ambazo zimeinvest kwenye AI, pamoja na kwamba kulikuwa kuna features zingine kwenye AI yao ambao walizindua, lakini still wamezidi kuimprove sana. Meta imezindua Muse Image na kuonesha Muse Video, teknolojia mpya ya kutengeneza picha na video kwa kutumia AI. Hatua hii nafikiri itaongeza ushindani dhidi ya makampuni makubwa ya tech kama OpenAI, Google na kampuni nyingine zinazotengeneza AI ambazo zinakuwa zinabeba masuala makubwa ya ubunifu. Kwa hiyo nafikiri wapenzi wa Meta, huu ni mchongo uko serious sana. Tujaribu kuingia na kuangalia what's going on kwenye Meta AI. Ukizungumzia kampuni za kubwa za tech ambazo zinafanya vizuri, huwezi kusahau kuitaja Microsoft. Microsoft imeendelea kuimarisha AI ndani ya Excel, Outlook kwa kutumia models zake. Kuna model ambazo zimetoka zinaitwa MAI. Wale watumiaji wa Microsoft 365, Excel, PowerPoint, kisha nuka huko. Kwa hiyo nafikiri kutakuwa hakuna tena ugumu, maana kidogo wanakutana na watu ambao wanasumbuka sana kuweza kutumia hivi vitu na kuweza kutengeneza kitu ambacho kinakuwa kimekaa more professional. So this time around hatuwezi kufanya mambo magumu sana kwa wateja wetu kwa kwenye taasisi yetu. So wakaona wa introduce feature ambazo zinakuwa zina AI kwenye hizo sehemu za Outlook, Microsoft and Excel. So nafikiri ni habari njema kwa wale wapenzi wa tech. Ni habari nzuri sana na nafikiri kitu positive sana ni kwamba hizo za kampuni za AI chips kama Nvidia, AMD na Intel zilipungua wiki hii kutokana na wasiwasi wa wawekezaji kuhusu kasi ya ukuaji wa soko la AI. Mahitaji AI yanaendelea kuwa makubwa sana, lakini sijajua ni kwa nini au Nvidia na Intel wanakuwa kama na mashaka. I don't know. Labda kutakuwa kuna sababu zingine ambazo hawezi kuziweka hadharani, lakini mimi what I know ni kwamba soko la AI linazidi kukua. Mimi nafikiri mpaka tunakuja kufika 2030 kuna kampuni nyingi sana zitakuwa
zimezaliwa ambazo zitaamua kuwekeza kwenye AI. Siku kadhaa zilizopita, baadhi ya kampuni kubwa kama Microsoft na Google, kuna mtazamo fulani ambao walikuwa wameanza kufanyia kazi, kwamba kwa sababu AI imeingia, kwa hiyo kulikuwa kuna umuhimu wa kupunguza wafanyakazi, kwa sababu unakuta mtu mmoja ambaye anaweza kutumia AI anaweza akafanya kazi ya watu 30 kwa kipindi fulani. Kwa hiyo wamekama up na idea kwamba wafanyakazi natakiwa wajifunze AI ili kuweza kuwepo urahisi wao kuweza kuperform kazi kwa haraka sana, kwa kuokoa muda. Unajua, ukizungumzia kwenye kampuni kubwa hizi za tech, muda ni kitu ambacho wanakithamini sana katika ulimwengu wa tech. So nafikiri, na mimi ningependa kuongeza kitu hapo. Mimi kwa upande wangu nafikiri watu wa maofisini, watu ambao mnaamini business owner, wanafunzi, content creator, ili uweze kumove faster, lazima ujifunze kutumia AI ili mambo yako yaweze kwenda fast. Hiyo ya mwisho kabisa bwana, Apple ilichokifanya. Apple bwana, wameamua kuacha kutoa product za Mac ambazo zinatumia Intel. Hii ni noma sana. Hawa jamaa wamekaa wakashauriana na wakaamua kwamba huu mchongo bwana, naona kama ushapitwa na wakati, tuupige chini. Kwa hiyo wameamua kuipiga chini Intel na kuamua kuendelea na Mac zenye Apple Silicon pekee. Kwa hiyo Intel haitaweza kufanya kazi tena kwenye macOS 27, itakuwa ni Silicon pekee. Kwa hiyo ina maana watakaoamua kuendelea kutumia Intel, update ambazo zitakuwa zinatoka mpya tutaweza kupata, kwa sababu washapiga chini jamaa, wanataka kuendelea mbele. Kwa hiyo mimi nafikiri itakuwa ni moja kati ya habari ambayo kwa watumiaji wa Mac zenye Intel itakuwa imeumiza sana, kiasi kwamba itabidi kukubaliana na ukweli na kuweza kubadilisha mawazo kwamba we have to move ili twende na kasi ya tech jinsi inavyotaka. Kwa mimi nafikiri kwa upande wangu hizi mimi kidogo ni habari zimenisikitisha, lakini itabidi nizikubali na niweze kuzifanyia kazi, niangalie jinsi ya kuweza kufanya transition kutoka kwenye Intel kwenda kwenye Silicon. Hii ni moja kati ya habari ambazo zimetoka za tech ambazo zimeweza kutrend sana this week. Hizi zilikuwa ni info za tech kutoka Beyond Tech Podcast. Kama nilivyoweza kuzifikisha hapo kwenu, na kuhakikishia kila wiki tutakuwa tuna info ambazo zinahusiana na tech ambazo ni exclusive, ambazo huwezi kuzipata sehemu nyingine. Kwa cha kufanya wewe subscribe. Kama utahitaji kujifunza AI prompt engineering, naomba uweze kunicheck hapo chini na kuwekea email, au unaweza kunicheck Instagram kupitia Vision Star Clubs. Unaweza kunicheck pia TikTok Vision Star Clubs. Ni check, nitumie ujumbe, tuweze kuongea. Tunafanya within 1 week unakuwa ni master wa prompt na kuweza kucheza na AI zote ambazo unazijua wewe. Hii ni fursa ambayo ni nzuri sana. Naomba usisite, ukipata hiyo unaweza kushare na mwenzio ili tukaweza kutembea wote kwenye dunia sasa hivi. Dunia sasa hivi nataka ujue kutumia AI, ujue mambo ya technology, maana huko ndiko tuliko. Ni swala ambalo haliwezi kupingika. Kwa hiyo big up sana, shout out sana kwa mmoja ambaye ataweza kusikiliza hii podcast. Tutaonana wakati mwingine. Shout out.